nitakuuliza tu Bifrey. Wewe jina lako ni Boniface Zakaria. Sawa. Na mtazamaji, kufuatia taarifa ambazo zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na kijana mmoja aliyefahamika kwa jina la Emmaus Kajula kukutwa amejinyonga bafuni. Mbele yangu hapa ninaye mtu ambaye alikuwa ni rafiki yake wa karibu sana, naweza nikasema hivyo, na ni mtu ambaye pengine mpaka kwa hivi sasa bado walikuwa wanasoma darasa moja na wamekuwa wakishirikiana katika mambo kadha. Boni, kwanza pole kwa msiba huo mzito. Asante sana kiongozi. Asante sana, tumeshapoa. Ukimzungumzia Emmaus, ni kwa upande wako wewe ni miongoni mwa watu wako karibu sana. Pengine kwa ufupi mtazamaji ambaye anakutazama kwa hivi sasa anatamani kumfahamu urafiki yako wewe na Emmaus Kajula ulikuwa kwa vipi mpaka umauti unampata? Emmaus amekuwa ni mtu wangu wa karibu kwa maana ya rafiki yangu kwa muda mrefu. Ni takriban miaka 6. Tulikutana katika harakati za kimasomo, lakini pia tukashirikiana, hatukuishia kushirikiana kwenye issue za kimasomo, tumeshirikiana kwenye vitu vingi, maisha ya kawaida, ushauri, changamoto za vijana na namna nyingi tu ambayo ni harakati za hapa na pale katika kujiandaa na kesho yetu nzuri. So tumeshirikiana wote vizuri katika maeneo yote haya. So mpaka hivi sasa nyie wote mlikuwa wanafunzi wa Tumaini, na kwa taarifa nilizonazo ni kwamba wewe ndio ulikuwa unakaa pamoja na marehemu Emmaus. Kwa ufupi sana maisha yenu yalikuwa vipi hapo nyuma? Nimefahamiana na Emmaus kama nilivyosema miaka 6 iliyopita, na mimi nilikuwa nakaa pia hata Makumbusho, yeye alikuwa anakaa Mwenge. Lakini ilifika kipindi mimi na yeye tulikuwa tunakaa karibu muda mwingi. So yes, ni mtu ambaye nimeishi naye kwa ukaribu kwa muda mrefu. Tangu anaanza pale chuo kikuu cha Tumaini kupata elimu yake, kwa maana kwamba kuanzia ngazi ya certificate mlikuwa tayari mko naye? Yes, nimekuwa naye kwa karibu toka kipindi hicho. Mimi nimemfahamu zaidi ya mwaka 2019-20. Ya miaka yote hiyo tulikuwa tunashirikiana kwenye mambo mengi na ukaribu ulizidi kuongezeka muda hadi muda. Yes. Tunavyozungumza hivi sasa Emmaus ameondoka wakati ambapo alikuwa anaelekea kuhitimisha masomo yake, kwa maana kwamba takriban wiki 2 zilikuwa zimesalia kwenda kufanya mitihani yake ya mwisho ya kozi yake ya sheria aliyokuwa akisoma. Na mtu wa mwisho ambaye alikuwa naye kabla mauti kumpata ni wewe, naweza nikasema hivyo. Pengine tuelezee kwa ufupi sana ilikuwaje hiyo siku mpaka ukaja kupokea taarifa kwamba Emmaus amepoteza maisha? Kama ambavyo nimesema mara nyingi na kuwa niko naye, hata siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili nilikuwa naye pia kwa ukaribu kabisa. Siku ya Ijumaa kwa mkea Jumamosi nilikuwa naye na nilimjulisha kuhusu ratiba yangu ya charity. Tulikuwa na charity Mbagala, so nilimshirikisha tuweze kushirikiana kwa sababu kama ambavyo nimesema vitu vingi tunafanya pamoja. Lakini aliniambia ratiba zake kidogo zimembana kwenye hilo eneo, so hatutakuwa pamoja. Niliondoka nikamwacha akiwa kwenye mazingira mazuri kabisa. So hata usiku nilivyorejea siku ya Jumamosi nilionana naye pale anapokaa, ambapo mara nyingi ndo tupo. Tulikula chakula pamoja. Yes, usiku tukalala. Asubuhi mimi nilipokea taarifa ya kuingia kwenye majukumu yangu, sema ambao sikuwa nimetarajia kama nitaitwa, lakini nilipata taarifa kwamba napaswa kuwepo kwenye majukumu yangu ya kila siku. So nilijiandaa kwa sababu kama ambavyo nimesema haikuwa ratiba, lakini so nilianza kujiandaa. Yes, lakini hadi amka mapema kabla mimi niamke. So wakati ameamka alitoka, mpaka mimi namaliza kujiandaa alikuwa amesharejea. Tukawa tumeandaa chai, tukanywa pamoja. Tukataniana kama maisha yalivyo ya kawaida ya kila siku. Nikamuaga kwamba naelekea kwenye majukumu yangu na tukaagana vizuri, mpaka akawa ananichekesha kwamba nimechelewa inabidi niwahi. So ikabidi kweli niondoke muda huo ili kuwahi kwenye eneo ambalo nimehitajika. Dakika chache wakati natoka nilimwacha akikinga maji ili aweze kwenda kuoga. So niliondoka nikaelekea eneo ambalo nilikuwa natakiwa kufika. Ni dakika 20 toka nimeachana naye, nilipokea simu.
nilipokea simu kutoka kwa jirani akinijulisha niseme alipo, kama nimekuwa na Emmaus dakika chache zilizopita. Nikamwambia yes. Akaniambia kuna tatizo, Emmaus amefariki. Yeah, so nilimbishia kwa msisitizo kwa sababu ni mtu ambaye nimeachana naye dakika chache zilizopita, so sio rahisi kuamini kitu kama hicho. Tofauti na kuzungumzia ratiba yangu ambayo ilijitokeza asubuhi hiyo, hamna kitu kikubwa ambacho tulizungumza zaidi ambavyo tumekuwa tukizungumza kila siku. Zaidi labda ni ule utani kwamba ushachelewa, kimbia ili uwahi. Lakini kwa upande wa nilivyomwacha au namna yake, upo utofauti ambao ulionekana hiyo siku, hasa mazungumzo ya simu ya muda mrefu ambayo hayakuwa na kikomo. Alikuwa ni mtu anazungumza sana na simu, hasa kwa hiyo asubuhi. Anazungumza nayo na yes, na mtu mwingine ambaye sasa sikufuatilia zaidi nifahamu. Lakini pia hata watu wengine wa karibu, majirani walisema kwamba leo asubuhi tumemuona ni mtu ambaye alikuwa busy na simu sana. So hata mimi dakika chache kabla tuzungumze, baada ya kumaliza kunywa chai aliongea na simu, alafu ndo akarejea akaanza kujiandaa kama anaenda kuoga. So nikamwacha na kinga maji, ndo tukazungumza na nikamuaga kwamba mimi naelekea kwenye majukumu yangu. So nadhani kitu cha mwisho kuzungumza na hali niliyomwacha ndo hivyo. Baada hapo nikapewa taarifa kwamba amejinyonga. Yes, so baada ni dakika chache kati ya 20 mpaka 25 baada ya kufika eneo la tukio, nilipopokea simu kwamba amepatwa na tukio hilo. So ilibidi mimi nilipiga simu na jirani ambaye alikuwa amejulishwa na jirani mwingine ambaye alihitaji kuitumia hiyo bafu. Wakati amejaribu kuingia ndo akakuta ule mwili upo unaning'inia. So akarudi, kwa sababu hana namba yangu akampigia jirani mwingine ambaye yule ndo ana namba yangu, akanipigia simu kwamba kama ninajua Emmaus alipo au nimeonana naye. Nikamwambia nilikuwa naye asubuhi iliyopita dakika chache zilizopita. So baada ya kunipa hiyo taarifa, mimi nikabidi nimpigie mdogo wake kwa ajili ya kudhibitisha. Nilivyomcheki mdogo wake akaniambia ni kweli nipo nyumbani, lakini kuna tatizo, kaka Emmaus anajinyonga. So nilivyosikia kwamba ni anajinyonga, mimi nilijua ni kitu, yani ndo tukio linaendelea. So nikamwambia ajaribu kumuondoa kwenye hicho kitanzi, then mimi nitafute usafiri wa kumwaisha hospitalini. Akanisisitiza kwamba kaka haina haja kufanya hivyo kwa sababu kaka Emmaus ameshafariki tayari. So kupitia taarifa hiyo, na ilinibidi nitafute namna yoyote ili ya kuweza kurejea nyumbani. So nikarejea mpaka pale nyumbani kwa ajili ya kudhibitisha. So kabla niende kudhibitisha sehemu au tukio lilipo, tayari umati wa watu ambao nilikuta, idadi kubwa ya watu niliokuta pale nyumbani ilitosha kudhibitisha kwamba tayari tukio ambalo nimepewa taarifa ni sahihi na ni kweli. Lakini nilienda nikadhibitisha kwa macho. So nikabidi niwajulisha watu wengine kwa sababu ana ndugu, ana marafiki na watu wa karibu, ana wafanyakazi wenzake, ana wanafunzi wenzake. So nilihitajika kufanya hivyo ili kufikisha taarifa sehemu sahihi. Na umesema kabla ya kuchukua maamuzi hayo ya kujinyonga, Emmaus alikuwa na mazungumzo sana ya simu ambayo pengine nafahamu hukutaka kuyafuatilia kwa sababu kila mtu ana privacy zake. Pengine kuna neno lolote ambalo ulisikia au ulifahamu kwamba anazungumza na aina gani ya jinsia, pengine ni ya kiume au ya kike? Hapana, haikuwa rahisi kudhibitisha kwa sababu hata mimi nilipokuwa nikimuona akifanya movement za mazungumzo hayo, niliamini ni privacy zake. So nilichukulia kama ni kitu cha kawaida tu, na ukizingatia na socialize na watu wengi sana. Yes, so sikuona kama kuna tatizo, japo kuna ile too much kidogo inatia mashaka, pengine kuna vitu haviko sawa. So hicho ndo kilichonijia, lakini haikunijia kama ni tatizo naweza kupelekea maamuzi ambayo ameyachukua. Lakini kutilia shaka kwamba mazungumzo haya pengine kuna vitu haviko sawa vinawekwa sawa, hilo nilipata doubt, nilipata wasiwasi juu ya hilo. Lakini haikupelekea mimi kuhisi kama anaweza kufanya maamuzi haya, kwa sababu maamuzi ya kujitoa uhai ni maamuzi magumu sana ambayo unaamini pengine mtu anakuwa amezidiwa, ana upungufu wa akili na vitu vingine. Lakini kwa culture ya Emmaus haikuwa rahisi kuamini kama mtu smart na namna ile angeweza kufikia maamuzi haya. Kama ambavyo umesema, Emmaus alikuwa ni mtu smart, na hata ukifika pale chuo kikuu cha Tumaini ukimuulizia, wengi watamuelezea jinsi alivyokuwa mcheshi na alivyokuwa ni mtu ambaye amekuwa akijitoa sana kwa watu. Mmekuwa na urafiki wa takriban miaka 6.
Kitu gani hasa ambacho Emmaus alikuwa akipata changamoto lazima aje akushirikishe kama rafiki yake Boni kwamba mimi napitia 1 2 3 nahitaji unishauri? Okay, kwanza Emmaus hana rafiki Boniface peke yake, ana idadi kubwa ya marafiki, lakini kwa wale watu wa karibu sijiconsider mimi peke yangu kama mtu wa karibu, kwa sababu wapo wengine ambaye ni Imani Justin, anaye rafiki yake mwingine anaitwa Doto, lakini yupo rafiki mwingine anaitwa Salumu Stima. Ni aina nyingi ya marafiki ambao wako nao. So hao wote wanajumuisha kundi la marafiki ambao sasa ndo sisi. Asiponishirikisha mimi lazima amshirikishe mwingine, asipomshirikisha mwingine lazima anashirikisha mimi. So vipo vingi ambavyo tumeshirikishana, tumevisolve, tumeviweka sawa. Si mara moja, si mara mbili. So hata baada ya kuona hili tukio nilihisi pengine ya kunishirikisha mimi, kuna mtu mwingine atakuwa amemshirikisha. Nilijaribu kufanya mawasiliano na marafiki wote na wenyewe wakaniambia dakika za mwisho hamna jambo gumu ambalo amewashirikisha, pengine linahitaji kutatuliwa. Hapo ndipo tunapohitimisha kwamba pengine alikuwa na labda ni siri yake, au pengine simu alizokuwa zinawasiliana sana pengine zilikuwa na force ya hiki. Lakini kwa siku za hivi karibuni si mimi bali marafiki wote hamna taarifa ambayo ametushirikisha pengine yenye ina mashaka au tulioshindwa kuitatua, kwa sababu zote tumekuwa tukitatua na zinaisha kwa amani kabisa. Lakini kwa upande wako wewe, kitu gani hasa ambacho unahisi aisha kushirikisha na ukaona hiki ni kikubwa na ukatoa msaada wa pengine hata wa mawazo? Vipo vingi, siwezi kutaja kimoja, lakini vipo vingi. Mbali na masomo ambao labda ndio ilikuwa core issues, yes, kuna vitu vingine vya kushirikiana. Anaweza akawa na wazo labda ni kwa sababu kama ambavyo unafahamu mwaka wa 3 anaelekea kumaliza masomo. So mtu anaweza kuhitaji labda baada ya masomo afanye kitu kipi, au kuendelea na masomo ndo kitu pekee, au biashara, upatikanaji wa mtaji na vitu vingine vya aina hiyo. Labda ndo issue kubwa ambazo mtu anaweza akasema labda zimemtia mawazo. Lakini kitu pekee labda naweza nikasema kiliwahi kuonekana labda ni kinengeleta changamoto au ugumu, ilikuwa ni issue labda za vitu vidogo, like kuna kitu nahitaji kukifanya lakini kuna upungufu wa kimahesabu 1 2 3. Hivyo ni vitu vya kawaida kwa vijana na tumekuwa tukishirikiana na tunavisolve kabisa bila tatizo. Yes, so hata hilo ni miongoni mwa ambayo alimewahi kunishirikisha na tukatatua. Yes. Sasa kama kijana, kwa hiki ambacho kimemtokea Emmaus, pengine ni maamuzi ambayo hata wewe pia kama angekushirikisha pengine ungeweza kumsaidia pengine kwa mawazo, na hata asingeweza kuchukua maamuzi ambayo ameachukua. Kwako wewe kama kijana, kitu gani hasa ambacho umejifunza kupitia hiki ambacho amekifanya Emmaus? Tukio lolote ambalo ni stajabu kwa jamii au kwa mtu yote lazima lina funzo. So hata hili si tukio la kawaida, lakini kwa wengi wetu lazima litakuwa ni funzo. Si mimi peke yangu, naweza nikasema jamii nzima, japo si tukio la kwanza, lakini kupitia kwa Emmaus nadhani nimesisitiza kitu. Kuwa wazi ni sehemu moja hapo ya kutatua matatizo. Yes, mbaya na kuwa wazi, lakini usijifungie. Yes, usijifungie. Yaani unapokuwa una tatizo ambalo unahisi peke yako limekushinda, lazima ushirikishe. Yes, wanasemaga pale ambapo umeshindwa pengine kwa mwenzako ikawa ndo mwanzo wa kulitatua tatizo. Naamini tumesolve mengi ambayo kwake sidhani kama ingeweza kuleta shida yoyote. Pengine sijui kama kuna gumu zaidi ya magumu ambayo tushasolve as a friends kwa muda ambao tumekuwa pamoja, ambao kwake angeleta lishindikane. Lakini kama ni nguvu, kama tunasemaga kuna nguvu ya maajabu au kuna nguvu ya ajabu, basi hata katika hili tunaamini kwamba zipo nguvu za maajabu, kwa sababu yapo mengi ambayo tumefanya ambayo siamini kama lipo ambalo yamerificha ambalo tungeshindwa kusolve, kwa sababu maamuzi aliyochukua ni udhibitisho kwamba ana kitu ameshindwa kukimudu. That's why ameona afanye hicho alichokifanya. Pengine angeshirikisha kingekuwa rahisi zaidi. Sasa kwa kacha ya watu kama Emmaus kuwa na kitu kimemshinda, sidhani kama marafiki zake, aina ya marafiki alionao kingewashinda. Si tu Emmaus ana marafiki, Emmaus ana jamii. Yaani si tu jamii ya Datu basi pokuwa hata jamii ya nje ya Datu.
mahusiano na jamii. Kwa hiyo sidhani kama wote hao wangeshindwa kutatua kitu ambacho kimemshinda. Na pengine kumekuwa na nadharia tofauti kunapotokea matukio kama haya. Watu wengi huwa wanahusisha na vitu tofauti, kila mtu atakuja na la kwake, wengine wanakuja na pengine mahusiano ya kimapenzi ndio ilikuwa changamoto, pengine changamoto ya afya akili. Vipi kwenye upande wa Elmas? Alikuwa na mahusiano yake, pengine marafiki zake lazima mwe mnajua alikuwa nayo, na alikuwa yako vipi, status yake iko vipi? Kama utaridhia kushare nasi ili pengine tujifunze na sisi. Matatizo ya akili, changamoto za mapenzi, hivi vyote vinavyo dalili kuonyesha kwamba hiki ni changamoto kwako. Upungufu wa akili unazo dalili. Changamoto ya mapenzi the same unayo dalili, including migogoro. Sasa kama hivyo vyote hatukuviona, siwezi kuconsider kama ndo vimekuwa sababu. Mahusiano ya Emmaus sisi kama marafiki tunafahamu, lakini si kwa maana nzuri au mbaya, but kuwa stressed na mahusiano nadhani as a friend mara nyingi tunaongeaga tunasema tushavuka hiyo stage. Hatupaswi kuwa stressed na mahusiano. Issue ya afya ya akili hapo pia nabisha kwa sababu zipo dalili zake. Lakini kama ni kitu kimemkumba kwa ghafla, akili yake imezidiwa kiasi tunasema imekuwa pungufu ya kutatua au kuwaza namna kutatua tatizo, hayo ni miongoni mwa maajabu ambayo nimeyasema kwamba kama tunaamini maajabu yapo, basi hata hili ni miongoni mwa maajabu. Lakini mahusiano yake yote hakuwahi kutuambia kama yana shida exact kwa sababu tunafahamu, lakini hayakuwahi kuwa changamoto kiasi hicho. Kuhusu issue za afya na akili kama ambavyo nimesema, sijaona kama, kwa sababu tungekuwa tumeona dalili. Lakini kuzungumza na simu muda mwingi pengine labda ndio iwe sababu ya muda mfupi au kisababishi cha muda mfupi, basi tunaweza tukakubaliana nalo, japo kwa sababu ni kitu ambacho alikifanya kwa muda mrefu kabla ya kuchukua maamuzi ambayo amefanya. Na jambo ambalo sio kawaida yake kuzungumza sana kwa simu muda mrefu. Kwa hiyo tu conclude kwamba Elmas alikuwa na mahusiano yake na alikuwa hayana shida yoyote, pengine tutoe nadharia ambazo zimekuwa mtaani, kwa sababu yanapotokea matukio kama haya kila mtu anakuwa na mawazo yake. Yes, nadhani jamii iondoe nadharia ya mahusiano kwenye tukio la Emmaus kwa sababu mahusiano yake yanajulikana, hayakuwahi kuwa mgogoro au chanzo cha Emmaus kuwa nje ya ufahamu wake wa kupelekea achukue maamuzi haya. As nimesema kwamba we as a friend kwa muda ambao tumekuwa pamoja, sisi marafiki wote ambao niliwataja, tushasolve vitu vingi vinavyohusiana na mahusiano. So tushavuka hiyo level kwamba hatuwezi tukawa stressed na mahusiano kiasi cha kupelekea hayo maamuzi, kwa sababu we talk to each other kwamba this ni changamoto, this is a threat. So katika namna hiyo tumekuwa tukihandle vitu vingi, au issues za mahusiano zimekuwa zikitatuliwa tena katika namna ambayo ni very soft, bila kabisa kuonekana ingeweza kuwa chanzo cha mtu kuwa nje ufahamu ipelekee maamuzi haya. Kama ambavyo umesema Emmaus alikuwa na mahusiano, pengine shemeji yetu yuko wapi? Kwa sababu Watanzania wanatamani kumfahamu hali yake na yuko vipi, ili tutoe zile nadharia pengine kuonekana kama ndio yeye chanzo cha Emmaus kujinyonga. Shemeji yupo na taarifa nayo, na kuhusu hali yake ni sawa na ambayo watu wote wa karibu Emmaus wanayo, kwa maana ya majonzi. Kuhusu Watanzania kumjua, iwe pengine wapime kama ndo sababu, kwa sababu yeye mwenyewe mpaka na kutwa na hili tukio hakuwahi kuyaweka wazi. Nadhani iendelee kubaki privacy yake kwamba hata mimi sipaswi kuyatamka kwamba ni hivi, lakini kwa sababu sisi marafiki tulikuwa tunafahamu, tunaendelea kufahamu kwamba huyu ni shemeji na wako sawa, na yeye yupo kwenye hali ya majonzi kama ambavyo wengine wanasikitika. Pole sana. Shukrani sana.